Yes, ebana, baada ya mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat, Young Africans wakipoteza ugenini, lakini wamepoteza kwa staili ya aina gani ya uchezaji kiwanjani? Young Africans walizidiwa katika maeneo mingi kimbinu, lakini pia kwa matumizi ya nguvu. FAR Rabat walikuwa bora kiwanjani. Tunaitazama Young Africans mara baada ya mchezo ule kutamatika, kuna baadhi ya watu aidha wanajua au hawajui, lakini wameamua kupeleka zigo la lawama kwa mchezaji kipenzi cha mashabiki wa Young Africans, mkombozi wa Young Africans, Pacome Pierre Zouzoua. Lawama ambazo Pacome anazipokea kwa sasa, sijajua wanazipeleka kwake kwa sababu mchezo Young Africans ulipoteza, ama Young Africans wangeshinda wangeweza kumlaumu. Just imagine, kwa shabiki ambaye anajua mpira anakwenda kulaumu performance ya Pacome Zouzoua kwenye mchezo wa jana dhidi ya FAR Rabat. Na ukitazama sio kwenye mchezo wa FAR Rabat pekee, Pacome Zouzoua game pia Al Ahly away watu wanalalamika. Zimekuwa kuna game kama 3-4 hivi za msimu huu, mashabiki baadhi ya watu ambao hawajui mpira, hawana uelewa wowote kuhusu mpira, wanalalamika kwamba Pacome Zouzoua ameshuka kiwango. Yes, wengine ni mashabiki wa Yanga, wengine sio mashabiki wa Yanga, lakini wanasema Pacome Zouzoua ameshuka kiwango. Wanashindwa kuelewa Pacome Zouzoua anacheza na nani, wanashindwa kuelewa Pacome Zouzoua anacheza dhidi ya wapinzani gani, wanashindwa kuelewa mbinu za mwalimu zinamlazimisha Pacome kucheza kwa staili gani, wanashindwa kuelewa Pacome Zouzoua anakabwa na wachezaji wangapi. Yes, to me hawa wanaozungumza kwamba Pacome ameshuka kiwango ni watu wasiofahamu football, lakini ni watu ambao hawajui kwenye mpango kazi wa mwalimu, game plan aliyoiandaa mwalimu, Pacome amepewa majukumu gani. Watu wanajua kipaji kikubwa alichonacho Pacome Zouzoua, lakini hawajui mwalimu amepanga kumtumia vipi. Yes, Pacome kwenye mchezo, mfano mchezo wa jana dhidi ya FAR Rabat, akishika mpira anakabwa na wachezaji watatu mpaka wanne, wachezaji watatu mpaka wachezaji wanne. Katika position gani? Unakabwa na wachezaji watatu mpaka wanne, wakati huo wasaidizi wako ambao ni teammate wenzako wote wako nyuma. Pacome analazimika kukimbia na mpira pembeni kuitafuta safu ya ulinzi ya timu pinzani. Yes, ukishafika kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani unakutana na nani? Msaada uko wapi? Hakuna mchezaji ambaye anakuwa yuko around kumsupport. Hakuna mchezaji ambaye anakuwa yuko around kupokea pasi ya Pacome Zouzoua. Akianza kupunguza mchezaji wa kwanza, akipunguza mchezaji wa pili, atapunguza mchezaji wa tatu. Yeye ni nani? Tumewaona kina Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. wana uwezo wa kupiga chenga wachezaji wawili mpaka watatu, lakini still bado mpira utapoteza, kwa sababu watu wanaangalia unakabwa na wachezaji wangapi, utaweza kutengeneza. Jana wakati game inaendelea, kuna maneno yalikuwa nasikika kutoka kwa benchi la ufundi la FAR Rabat ya kwamba msimruhusu Pacome Zouzoua kuingia ndani, mark, yani afanywe marking kila wakati. Na ukitazama ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanachungwa mno, kwa sababu wanajua ubora wa Pacome Zouzoua. Kwa hiyo timu nyingi zinaamua kumfanyia marking zikijua sehemu pekee ambayo wakikamata Yanga wamemkamata Pacome Zouzoua. Yaani ukitaka Pacome Zouzoua uione Yanga ni mbovu, mkamate Pacome Zouzoua. Ukishamkamata unaathiri mazima ushambuliaji wa Young Africans, kwa sababu mashambulizi mengi yanajengwa kutokea kwa Pacome Zouzoua, na yeye ndio anaamua muundo wa timu icheze vipi. Sasa kuna wakati anakwenda kucheza kwenye game ambayo watu wamepania zaidi, kama ambavyo FAR Rabat walikuwa wamepania. Alikuwa na kabo na wachezaji watatu mpaka wanne. At the same time, wakati anakabo na wachezaji wengi, wasaidizi wake wako wapi? Ama teammate ambao wanatakiwa wawe karibu ili kuweza kumpa support, kuweza kuchukua mipira akipoteza, au awape pasi ili aweze kutengeneza movement ya sehemu nyingine. Lakini wakati huo unakuta timu nzima iko nyuma, timu nzima imepack bus. Sasa unajiuliza, kwenye timu ambayo una Damaro, una Maxim Pianzengeli, una Duke Ogabuya, wote hawa katika safu ya kiungo, unataka Pacome Zouzoua afanye nini zaidi ya kucheza pembeni zaidi? Kitu ambacho hawajui, Pacome msimu ulioisha alikuwa anacheza vizuri kwa sababu alikuwa anacheza na akina nani?
Msimu pia ule ulioisha alikuwa anacheza vizuri, kwa sababu katika position ambazo Pacome alikuwa na enjoy, kuna watu walikuwa wanampa uhuru wa kucheza. At the same time pia mbinu za mwalimu zilikuwa zinamfanya Pacome Zouzoua kuwa mchezaji bora kiwanjani. Pacome kwenye mchezo ya hivi karibuni hapewi jukumu la yeye kuwa playmaker. Ukitaka umuenjoy Pacome Zouzoua ni lazima umruhusu kuwa yeye ni playmaker. Sasa kuna baadhi ya watu wanatupa maoni, sijui ni maoni yao, of course hatutaki kuwalaumu, lakini ni vitu ambavyo wanapaswa kufikiria. Hawajui mpira. Yaani unapomzungumzia kwamba kiwango cha Pacome Zouzoua kimeshuka, hebu tuoneshe sasa kiwango cha mchezaji gani wa Young Africans ambaye kwa sasa ana perform zaidi ya Pacome Zouzoua kwenye timu yake. Ukiachana na safu ya bora ya ulinzi ambayo yenyewe sio hawajaanza kufanya mambo mazuri leo. Ni mwendelezo wa kile ambacho wamekuwa wakifanya siku zote katika ubora wa hali ya juu. Sasa leo unapokuja kusema Pacome Zouzoua kiwango chake kimeshuka, nashindwa kukuelewa kimeshuka katika aina gani? Yes, Pacome eti kwamba saizi watu wanasema anacheza kwa kujisikia, amekuwa roho ya timu. Guys, Pacome anafanya kila kitu ndani ya Yanga. Anapambana. Ni mchezaji gani ambaye anaweza kaamua game ngumu za Young Africans? Bao la Yanga dhidi ya Al Ahly pale Zanzibar, nani alijenga lile bao? Mchezaji gani alikuwa na utulivu kwenye penalty box? Amechukua mchezaji akafinya, akaingia kwenye box, akatoa assist, Yanga wakapata bao. Leo unakuja kumlaumu kwamba Pacome Zouzoua kiwango chake kimeshuka. Ile game si walikuwa wanapoteza pale New Amaan Complex visiwani Zanzibar? Yes, turejee kwenye mchezo dhidi ya FAR Rabat. Tazama namna ambavyo alikuwa ni mwiba mchungu kwa FAR Rabat kwenye uwanja wa nyumbani, pamoja na kwamba alikuja kufunga bao alikuwa ni Prince Dube. Ila tazama ni mchezaji gani ambaye alikuwa anafanya alikuwa na uathiri mchezo direct. So kuna vitu ambavyo mashabiki wapunguze kutumia visungura. Msemo wa Juma Ayo kwamba wanatumia sana visungura. That's why wanalaumu pasipo kujua kwamba wanachokilalamikia ni nini. Wana viungo ambao sio virainishe katika eneo la katikati. Damaro ni kiungo mgumu, mtu chuma, mtu wa kazi chafu. Maxim Pianzengeri sio mbonifu sana, japo yeye kidogo ni kirainishi. Duke Ogabuya the same pia ni viungo ambao wanacheza very tough. Vitu ambavyo Pacome Zouzoua kwa sasa anavyo kiwanjani, yuko peke yake, very unique, na ndio maana aliyekuja kuongeza hivyo vitu kidogo ni kwa Alan Okero. Tazama position wanazocheza, mmoja anacheza winga huku, mmoja anacheza winga huku. Hao wataweza vipi kulink up? Wakati Pacome ana performance nzuri alikuwa na link up na Stefano Kiazizi. Tazama namna ambavyo walikuwa wana uwezo wa kunyumbulika. Lakini kwa sasa Duke Ogabuya kupiga chenga ni ngumu mno, ni nadra. Kwa sababu yeye anapenda sana kucheza direct football. Kamtazame pia Damaro ni mgumu, kazi yake ni kugonga watu, kufika watu miguuni. Alafu yes, then guys unakuja unasema kwamba Pacome Zouzoua kiwango chake kimeshuka. Kinawezaje kushuka wakati watu ambao wanacheza nao pia hawasapoti kile ambacho anaweza kakifanya Pacome Zouzoua kiwanjani? Hebu tuupende mpira kabla ya kupenda hisia za hizi timu. Tuanze kuupenda mpira, tuwe kama wenzetu. Wenzetu wameendelea. Unaona mtu kwa mfano Casemiro anaondoka Manchester United msimu huu, ameshaaga na ameshaagwa na club, and still anapata nafasi ya kuanza na kucheza kwenye timu ya Manchester United na ana perform vizuri zaidi. Yaani kiasi kwamba inaweza kufika wakati kwamba yes, huyu mchezaji mbona kama tunakosea kumwacha. Lakini hawana wasiwasi, ni kwa sababu wanajua mpira. Wao wanajua mpira kabla ya kupenda hisia, na kabla ya kumpenda mchezaji walishajua mchezaji ana nini cha kuofa kwa wakati na wakati gani. Sidhani kama Bongo inaweza ikatokea mfano mchezaji akaaga kwenye timu kwamba yes, itakapofika msimu huu hatutakuwa naye, lakini bado akaendelea kuwa na perform kiwanjani. Sidhani. Na sidhani hata kama anaweza akapata nafasi. Nadhani akipangwa kwenye timu, mashabiki wanaweza katoka jukwani kwenda kumvaa mwalimu ni kwa nini anamtumia mchezaji ambaye tayari hata kuwepo kwenye timu msimu unaofuata. Oya kata.